Kwa hiyo mimi nimekuja kama mzazi kuwaomba wazazi wenzangu kwamba watoto hao ambao wanaokwenda kufanya vurugu mtaani ni watoto wetu, na sisi wazazi tunawajua ni watoto wetu. Tunakula nao, tunaishi nao, tunalala nao katika majumba yetu, wanatoka kwenda kufanya shughuli zao na kurudi. Kwa hiyo ni watoto wetu, tumewalea wenyewe, tumewazaa wenyewe, tabia zao tunazijua kwa sababu tumewazaa wakiwa kwa watoto wadogo, wananyonyeshwa mpaka wamefika umri wa kwenda kuanza kufanya shughuli zao. Kwa ni watoto ambao tunawajua. Ombi langu kwa wazazi, ninawaomba kaeni na watoto wenu, tukae na watoto wetu, tuwaonye wasiingie kwenye mikumbo ambayo si mizuri, wasiingie kwenye mikumbo ambayo sio mizuri, kuachana na hayo mambo yenye ushawishi. Hakuna mtu ambaye ana upendo wa dhati kwenye taifa lake zaidi ya Mtanzania halisi aliyezaliwa katika taifa la Tanzania. Huyo ndio ana upendo wa taifa lake, huyo ndio atalinda taifa lake, atalinda amani kwa nguvu zake zote. Tumeona kuna baadhi ya vijana wanashare kwenye mitandao kwa mataifa mengine kama vile mataifa ya Kenya, na kuna watu wengineo ambao wako mataifa ya nje huko, yakiendelea ushawishi, yakiunganisha picha mbalimbali, yakiesha ushawishi kutaka kutuvurugia amani yetu tuliokuwa nayo, amani yetu tulioachiwa na wasisi wetu, waasisi wa taifa letu, mababu zetu, wazee wetu. Ninawaomba jamani, wazazi wenzangu, waonyeni vijana wenu, waonyeni watoto wetu wasiingie kwenye mikumbo hii ya kwenda kuvuruga amani tuliokuwa nayo. Pia ni waombe watumishi wa Mungu wa madhehebu mbalimbali, wa Kristo na Waislamu. Hawa vijana ni waumini wenu, pamoja na mimi pia ni muumini wenu. Ninaabudu katika kanisa, wako wengine wanaabudu kwenye misikiti, wachungaji, maaskofu, mashehe, maimamu, mnawajua vijana hao. Ninawaomba mhubiri amani, muwaonye wasiingie kwenye mikumbo ya kuvuruga amani tuliokuwa nayo hii. Tulinde amani yetu.